ya Ugunja aliyemuua chatu baada ya mnyama huyo kumuua mbwa wake anatarajia kulipwa fidia na serikali. Tukio hilo lilivutia hisia za kitaifa na kusababisha maafisa wa shirika la huduma za wanyamapori KWS kuzuru eneo hilo. Mamlaka hiyo inasema kisa hicho kinaonyesha umuhimu wa kuripoti kwa haraka migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Charles Osore mwenye umri wa miaka 52 na mkazi wa kijiji cha Luoka katika eneo la Madungu atalipwa fidia na serikali baada ya kumuua chatu aliyemvamia na kumuua mbwa wake. Sina shida na serikali. Ni vile tu vile wamekuja hivi waone vile watanishughulikia ama kunisaidia. Tukio hilo lilivutia hisia tofauti nchini na kusababisha ziara ya maafisa wa shirika la huduma za wanyamapori nchini wakiongozwa na Grace Kariuki ambaye ni afisa mkuu wa uhifadhi anayesimamia kaunti za Kisumu na Siaya. Hata kama nyoka ameua ama nyoka amefariki na ameua mbwa, aliona ni vyema arudishe trophy kwa serikali, kwa sababu nyoka hiyo gosi yake ni trophy na ni ya serikali. Akizungumza nyumbani kwa Osore, Kariuki alimshukuru kwa kushirikiana na mamlaka hii licha ya hasara aliyopata, akisema ziara hiyo ilikuwa ya kumfariji na kuanzisha mchakato wa kulipa fidia. Na tutafanya vile itahitajika ndiposa ukapate fidia. Leo tumekuja na form, utajaza na tutasaidiana ndiposa wakati wa kufidia ukifika ufidiwe kama wale wengine. Maafisa wa KWS waliwahakikishia wakazi kuwa serikali itashughulikia swala hilo kulingana na sheria za uhifadhi wa wanyamapori, huku wakisisitiza umuhimu wa kuripoti kwa haraka matukio ya wanyamapori.